Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ala na kumtakia rehma na amani penzi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tukiwa tupo katika kuelezea maisha yatakayojiri baada ya sisi kuondoka katika ulimwengu huu. Hadhara uliopita tulieleza juu ya kupulizwa parapanda au baragumu wengine wanavyoita, wanufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Tulielezea kwamba kutakuwa na maparapanda matatu ala asahi al-aqwali al-ulama. Kuna parapanda litakalopulizwa la fazaa na kuna litakalopulizwa la watu wote kufa isipokuwa wachache atakaowataka Allah wabakie au wachelewe kwanza. Kisha kutakuja kupulizwa parapanda la watu kuweza kufufuliwa. Na lipo suali lililokuwa limeulizwa juu ya miongoni mwa neema ambazo zitakuwepo siku ya Kiyama, kwamba kutakuwa na mahuraini katika pepo. Watu wakiingia tu peponi watapewa breakfast ya ini la samaki chewa. Hiyo ndio breakfast ya kwanza wanaingia. Ziada tukabidi hut, kijipande kinachozidi katika ini la chewa. Lakini alghada au lunch yao itakuwa ni ng'ombe dume ambaye aliyekuwa anachungwa au anakula majani pembezoni mwa pepo. Swali likaulizwa, naye huyu atakuwa kwenye kupulizwa parapanda la kufa, atakufa au la? Baadhi ya ulama wameeleza yafuatayo, ya kwamba hii kupulizwa kwa parapanda viumbe wapate fazaa wafe, inasema fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi, vitakufa vilivyoko mbinguni na ardhini. Kwa hili suala la kufa ni suala la hapa duniani, lakini viumbe wale wako peponi na peponi hakuna kufa. Kwa hiyo zoezi hili ya kwamba na wao watakuwa ni wenye kufa, baadhi ya ulama wameeleza kwamba hili haliwahusu wale viumbe ambao Allah amewaweka katika pepo yake, kwa sababu suala la kufa na kufufuka ni la viumbe ambao wako katika dunia hii, ambao kuna kufa, kuna kuzaliwa, lakini kuna kufa na kuna kufufuliwa. Hata watu watakapokuwa wamehukumiwa ya kwamba waende katika moto na wengine waende peponi, umauti utaletwa katika sura ya mnyama, waambiwe watu wa peponi, mnamwona huyu, na wa motoni mnamwona. Naam, tunamwona. Nani huyo? Huyo ni mauti.
kisha atachinjwa. Baada ya kuchinjwa ni kwamba sasa hivi hakuna kufa, wa peponi ni peponi na wa motoni ni motoni. Kwa hiyo kama ni adhabu watu wataita kifo kije, lakini kifo kitakuwa hakiji. Hivyo ndivyo ambavyo wanawachuoni walivyoelezea. Pamoja wapo baadhi waliosema ya kwamba uwezekano yaweza kutokea kwamba wakawa wamekufa lakini Allah akawa ni mwenye kuwafufua, lakini ukiangalia siyaki ya hadithi ya aya ya kwamba watakufa walioko mbinguni na walioko ardhini illa man sha Allah. Sasa kuna hawa ambao Allah amewaandaa katika pepo yake, ambapo ukitamani chochote katika pepo tayari kinakuwa kipo. Chochote utakachokitamani, ukitamani ndege, ukitamani nyama ya ng'ombe, ukitamani nini, tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa ajili ya watu hao wa peponi na watu wa motoni. Na huu moto tunawaambiwa tuangalie tu namna utakavyoletwa, tusichukulie ni jambo rahisi kihivyo. Rawa al-Imam Muslim fi sahihi wa Tirmidhi fi jami'i an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud Allah muiradhi, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, yukta bijahannama yawma idhin laha 70,000 zimam. Moto utaletwa Jahannam siku hiyo, moto utaletwa ukiwa huo moto umefungwa minyororo 70,000, maa kulli zimamin, kwa kila mnyororo mmoja 70,000 malakin yajurunaha, kutakuwa na malaika 70,000 wanauvuta. Kwa hiyo minyororo iko 70,000 na kila mnyororo mmoja una malaika 70,000 wanauvuta moto huu kuusogeza sehemu ambayo itatakiwa moto huo uwepo kwa ajili ya watu kuingia katika moto huo. Kwa utatasawar namna gani moto huo utakuwa ni mkubwa kiasi ambacho kwamba minyororo za kuvuta ni 70,000 na kila mnyororo mmoja una malaika 70,000 kwa ajili ya kuvuta moto huu. Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja akiwa na masahaba zake, samia wajibatan, alisikia mshindo tu, akawauliza atadiruna ma hadha, mwajua hii ni sauti ya nini? Qalu wallahu wa rasuluhu alam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hadha hajarun, hili ni jiwe, rumia bihi fi nari jahannam, lililotupwa katika moto wa Jahannam, mundhu 70 kharifa, tokea miaka 70 iliyopita. Fahuwa yahwi alana hata intaha ila qariha, muda wote lilikuwa linaendelea kushuka, sasa hivi ndio limefika katika kina chake. Kwa hiyo mtu akitupwa aingie katika moto, akakae fi darikil asfali minan nari, katika tabaka la chini la moto, itapita miaka 70. Yani mtu amezaliwa mpaka amekuwa sio wajukuu vitukuu, miaka 70 ndio mtu aliyetupwa. Sasa muda huo ndio anafika katika moto wa Jahannam. Utatasawar kuona moto huo una ukubwa gani? Ni moto mkubwa sana ambao watu watajazwa kwenye moto huo. Alafu Allah anauliza moto, halim talaat, umejaa? Moto unajibu hal min mazidi, kwani kuna nyongeza? Kwa maana kila aliyekuwa muovu atawekwa
lakini pamoja na kuwekwa moto wenyewe hautojaa. Kwa hiyo Allah ameandaa kwa wale watu waovu, wale ambao wako kwa ajili ya kudhulumu wenzao, Allah amewaandalia moto huu. Ndio maana siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama awauliza maswahaba zake, atadiruna manil muflis, hivi mwamjua ni nani aliyefilisika? Qalu, wakasema almuflisu fina, aliyefilisika katika sisi, man la dirhama lahu wala mataa, ni mtu ambaye hana pesa, hana mali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, innal muflisa min ummati, mwenye kufilisika katika umma wangu, man yati yaumul qiyama, ni mtu atakayekuja siku ya kiyama, bisalatin, akiwa amesali, wa zakatin, hali ya kwamba ametoa zaka, amali njema amezifanya, falillahi alhamd. Lakini mtu huyo atakuja kadishata mahadha, mara kamtukana huyu, wakadhafa hadha, mara amemsingizia huyu, wasafaka dama hadha, mara amemwaga damu ya huyu. Basi kila aliyedhulumiwa anakuja kuchukua haki yake, fayutu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, kila mwenye deni ambalo analodai anakuja kuchukua. Zama hizo hakuna pesa, watu wanakuja kuchukua thawabu, ndio malipo. Asema Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, fa in faniyat qabla yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar, ikiwa ataishiwa na cha kulipa lakini bado waliowadhulumu ni wengi, basi ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa maovu, madhambi ya wale waliofanyiwa uovu, faturihati alayhi, kisha anatupiwa mtu huyo, thumma turiha fi nar, kisha mtu huyo anatupwa katika moto wa Jahannam, moto ambao Allah anasema likulli juz'in, kwa kila huo moto juz'un maksum, una vigawanyo. Moto huo Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia matabaka mbalimbali. Mfano, kuna watu watakaoingia kwenye moto unaoitwa saqar, na anaeleza ya kwamba watu watakaoingia katika moto wa saqar, wale watu wa peponi watawauliza na kuwashangaa wale watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, kitu gani kimewaingiza katika moto wa saqar? Qalu, watasema lam naku minal musallin, hatukuwa ni wenye kuswali, walam naku nut'imu almiskin, na tulikuwa hatuwalishi maskini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na tulikuwa tunapiga porojo pamoja na wenye kupiga porojo, hata atana alyaqin, mpaka ikatufikia yaqini hii ambayo hali hii tuliyokuwa tunayo. Kwa hiyo asiyeswali Allah amemwandalia moto maalum. Hapa wanaingia wale watu wasioswali na wale watu wasiohimiza kulishwa masikini, lakini wale wenye kupinga siku ya Kiyama, siku ya malipo, wakasema ya kwamba hakuna siku ya malipo, kwa sababu moto huu Allah ameujalia una milango 7, una 7 abwabin, lakini pepo ina milango 8.
Kwa milango ile ya watu kuingia katika moto iko 7, lakini kwenye pepo kuna milango 8. Kwa hiyo kuna watakaoingia katika mlango huu ambao ni mlango wa watu wa moto wa Saqar. Hawa ni wale Allah anaoita sausulihi Saqar, wataingizwa katika moto huu wa Saqar. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna moto mwingine ameita Jahannam, na Jahannama kanat mirsada. Kwa hiyo kuna moto ambao umewekwa kwa ajili ya waovu waitwa Jahannam, lakini kuna moto unaoitwa ladha, kalla innaha ladha nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala, aina hizi za moto Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa kwa ajili ya wale watu waliokuwa wanamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotakiwa kwetu sisi tujue ya kwamba aina zote hizi za moto ni miongoni mwa mioto inayoongoza, na moto unaoitwa hawiya, wa madraka ma hiya narun hamia. Lakini asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna ahwana halun nari adhaba, wenye kupata adhabu nyepesi kabisa siku ya Kiyama, la rajulun, wallahi ni mtu ambaye kwamba yudau fi akhmus kadamaihi jamratan, ambayo yatawekwa mawe yenye moto mawili katika miguu yake, kwa maana jiwe moja mguu wa kulia na jiwe lingine lenye moto mguu wa kushoto, yaghli minhuma dimau. Mawe hayo mawili yenye moto yatakuwa yanauchemsha ubongo wake, fala yara anna ahadan ashaddu minhu adhaba. Mtu huyo hatodhani ya kwamba kuna mwenye adhabu nzito kuliko yeye. Wa innahu la ahwanuhumul adhab, lakini ukweli wa mambo, huyu ndiye mwenye adhabu nyepesi kabisa siku ya Kiyama. Sasa ikiwa hii ndiyo adhabu nyepesi, mawe mawili tu yanauchemsha ubongo, vipi yule atakayewekwa katika tabaka la mwisho na si wengine? Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, hakika ya wanafiq watakaa katika daraja la chini kabisa la moto. Na wanafiki waliokusudiwa ni munafiquna al-i'tiqadi, ni wanafiki wa itikadi, kwa maana akiwa na Waislamu anajionyesha kwamba yeye ni Muislamu, tena mwanaharakati mkubwa sana, lakini kumbe yeye hayupo kwenye Uislamu. Akirudi kwa mabwana zake anachukua habari msikitini, anapeleka kwingineko. Hawa ndio ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia adhabu nzito sana katika tabaka la mwisho. Angalia madhara ya haya munafiqun, kama alivyokuwa Abdullah bin Ubay bin Salul, au kama alivyokuwepo Abdullah ibn Saba, Myahudi huyu ambaye naye alijifanya sahaba, akaingiza fitna katika safu ya Waislamu, ikapelekea kutokea Khawariji na kuja kumuua Sayyiduna Uthman bin Affan, mtu ambaye malaika wa Allah wanamuonea haya, mtu ambaye ndio yeye pekee tokea Adamu mpaka mtu wa mwisho, ndio yeye aliyepata hadhi ya kuoa mabinti wawili wa nabii.
Hakuna mtu mwingine aliyepata bahati ya kuoa mabinti wawili wa nabii yoyote isipokuwa ni Uthman bin Affan, mkwewe Mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakini fitna iliingizwa, wakaja wakamkata akiwa anasoma Qur'ani, wakamkata mkono mmoja, akawa bado ameshikilia Qur'ani, wakamkata mkono mwingine. Mkewe Naila bint Farfadha akawa anamkinga mumewe, naye wakawa ni wenye kumjeruhi, kuonyesha namna gani fitna ilivyokuwa mbaya. Lakini inaletwa na nani? Na munafikun. Hawakuishia hapo, walileta fitna kwa aliyekuja baada yake Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, naye ikapelekea kuuliwa. Ilipelekea mpaka kutokea vita kati ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, miongoni mwao asharatu mubashirina biljanna, wale 10 waliobashiriwa pepo. Tasawwar kwamba ilikuwaje, Ali yuko upande mmoja na kundi la masahaba, na Aisha yuko upande mwingine na kundi la masahaba. Wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini fitna imeingizwa, wakapambana wenyewe kwa wenyewe katika vita ambavyo utasikia vinaitwa mauqiatu Jamal. Kwa hiyo haya ni madhara ya watu wanaoitwa munafiqun, ambao ni wanafiki wa kiitikadi. Akiwa na Waislamu anasema yuko pamoja nao, lakini akiondoka yuko kinyume nao, anapeleka fitina kwa ajili ya kubomoa swafu za Waislamu. Ama kuna unafiki wa amali, wa kimatendo, mtu akawa ana miongoni mwa sifa zile za unafiki: idha hadatha kadhaba, kiongea ameongea uongo; wa idha atumina khana, akiaminiwa kafanya ukhaini. Lakini pia akawa na miongoni mwa kwamba akiahidi hatekelezi, na sifa ya 4, wa idha waada akhla, wa idha khasama fajara, kigombana na mtu basi atafanya uharibifu, kama ambavyo unavyoona watu wengine walivyoamua kufanya uharibifu katika mali za watu na katika nafsi za watu. Wa idha khasama fajara, hizi ni miongoni mwa alama za kinafiki. Lakini kwa kuwepo mtu kuwa na aina mojawapo, hatuwezi kumtoa kwenye Uislamu, lakini anaambiwa tayari huyo ana sifa miongoni mwa sifa za kinafiki. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda umma huu, mpaka Mtume sasa anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, umma wangu wote utaingia katika pepo ya Allah isipokuwa yule atakayekataa. Masahaba wakashangaa, wa man yaba ya Rasulullah, nani atakayekataa kuingia katika pepo ya Allah? Akasema, atakayenitii basi huyo ndiye mwenye kutaka kuingia peponi, lakini mwenye kumpinga basi huyo hataki kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo siku zote tunatakiwa tuishi tukitambua ya kwamba tupo kwenye ulimwengu huu, lakini mbele yetu kuna njia mbili, imma fil janna wa imma fi sa'ir, ima ni kuingia peponi au ni kuingia katika moto wa Jahannam, moto mbaya ambao huu tunauona ni mfano tu wa mioto ambayo itakayokuwepo siku hiyo, lakini moto ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuandaa kwa ajili ya watu
siku hiyo mala ainun ra'at, hakuna jicho lolote ambalo lishawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio likaweza kusikia ule uhalisia wake, wala khatara ala qalbi bashar, walau hata mtu kujiliwa na fikra juu ya kwamba ni namna gani utakavyokuwa huo moto wa Jahannam. Na moto huu tuelewe ya kwamba ulishitaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moto ulishitaki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna ambavyo umewashwa, unavowaka. Kwa hiyo ukataka upate namna gani ya kuweza kupumua. Hii tutaipata katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba moto ulishitaki kwa Mtume kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama hadithi aliyoipokea Imam Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ishtakat an-naru ila rabbiha, moto ulishitaki kwa Mola wake. Faqalat, ukasema huo moto, rabbi akli ba'dhi ba'dan, ya rabbi akala baadhi, yani baadhi ya moto unakula baadhi nyingine. Kwa hiyo ukataka nafasi angalau uweze kupumua. Faadhina laha binafasaini, Allah akaupa nafasi ya kupumua kwa aina mbili, nafasin fi shita wa nafasin fi saif, kupumua kipindi cha shita wa saif. Fashaddu ma tajiduna min alharri, uzito mnaoukuta kipindi cha joto. Wa ashaddu ma tajiduna min zamharir, na uzito ambao mnaoukuta pale ambapo jua limekuwa kali, mjue kwamba hapo ndipo ambapo jua linakuwa linapumua. Kwa hivyo namna ambavyo unavyoona jua linakuwa kali sana, tambua ya kwamba hapo ndipo moto unakuwa unapumua. Kwa hivyo tujue ya kwamba moto ni mkali mpaka unaomba namna ya kuweza kupumua ili uweze kukaa sawa. Kwa hivyo siku hiyo watu wakiingizwa katika moto wa Jahannam, moto utakuwa na hasira nao sana, na utakuwa umewameza kila aliyeingizwa. Na kwa bahati mbaya Allah ameweka njia ya kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameweka njia yenyewe inapita katika juu kabisa ya moto wa Jahannam. Kwa maana katika njia ukitaka kwenda peponi, ikiwa mtu ni muovu hatoweza, bali anadondokea hapo. Lakini wako watakaopita kalbarq, kama umeme, mtu akibonyeza tu tayari ashafika. Lakini wako ambao watapita, na wanyama wanatembea, lakini wako watakaopita wanasota hatua mbili tatu, anatulia mpaka apite amesulubika kweli kweli. Watu watakuwepo kulingana na amali zao walizozifanya, ndivyo ambavyo watakavyokuwa katika siku hiyo. Kwa hivyo kinachohitajika ni sisi kuhakikisha ya kwamba tunajiandaa kukutana na Allah ambaye siku hiyo tutaongea naye ana kwa ana. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallama,
wattaqu yawman, iogopeni siku, satunajuna rabbakum, ambayo mtakayoongea mtanong'ona na Mola wenu, laisa bainahu wa bainahu turjumani, kutakuwa hakuna mkalimani, yani face to face, ana kwa ana unaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu huyu fayandhuru aymana minhu, akiangalia kuliani mwake, fala yara illa ma qaddama, haoni isipokuwa aliyoyatanguliza min alkhairat. Wayandhuru ash'ama minhu, akiangalia kushotoni mwake, fala yara illa ma qaddama, haoni isipokuwa yale aliyoyatanguliza katika mambo mabaya. Wayandhuru baina yadayhi, akiangalia mbeleni mwake, fala yara illa an-nara tilqaa wajhi, haoni isipokuwa moto umemfesi mbele yake. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallama, fattaqun nara walau bishiqqi tamr, uogopeni moto walau kwa kutoa sadaka ya nusu ya kokwa ya tende, ili kuweza kuuzima huo moto tusije tukaingia. Maisha yenyewe tunayoishi hapa ni machache. Amaru ummati baina 60 wa 70. Mtume sasa anasema umri wa umma wangu ni kati ya miaka 60 na 70, na ni wachache ambao watakaokuwa wamepita kwenye hiyo miaka 70. Sasa ukiona Allah ameshakujalia umeshafikia umri huo, tambua kama ni tunda, basi linaitwa tunda hilo ya kwamba limeshawiva, muda wa kuchumwa umeshafika. Kwa hivyo kuendelea kuwepo inakuwa ni huruma tu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umma huu si wenye kuishi sana. Zama zilizopita mtu akiwa na miaka 300 huyo ni mtoto. Miaka 300 ni mtoto, sio mtu mzima. Leo hii miaka 100 mtu hajiwezi kabisa, muda mwingine ni wa kuanikwa nje, anarejeshwa. Tumwangalie Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, muda wa kuwalingania watu wake ni muda wa miaka 950, na hii ni kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio umri wake. Yani ni umri wa kazi yake ya unabii ni miaka 950, kwa maana ni dalili tosha kwamba atakuwa na miaka zaidi ya 50, ni zaidi ya hapo, kwa sababu huo ni muda wa kazi ya unabii, miaka 950, lakini umri wake haukutajwa, lakini ina maana ni zaidi ya hapo, kuonyesha wenzetu waliishi sana, waliishi miaka mingi zaidi. Lakini sisi Allah amejalia kwamba umri wetu wa kuishi ni mdogo, kwa hiyo tunao nafasi ya kujitahidi tukachuma na tukaweza kuondoka tukiwa tumevuna faida nyingi sana. Lakini utakuta mtu ana miaka 70, 80, 90, 100, hana habari na swala. Unamshangaa huyo ndiye usiku anajigeuza paka nyau nyau kupita kwa watu. Yaani umri umeshaenda, ni umri wa kurejea kwa Allah, lakini yeye huyo umri huo ndio anautumia, ndio amekuwa mkali kweli kweli kwenye uchawi. Lakini haitoshi, katika ubaya ambao watu wanafanya ni kwamba haitoshi ya kwamba ameyafanya maovu hayo, bali atahakikisha ya kwamba anarithisha kwa wajukuu na watoto, ili hata akifa wapatikane wachawi watakaokuja kurithi kazi yake, kwa maana hata akifa madhambi yanakuja kumwendea. Hawa ni watu waliosahau, waliojisahau ya kwamba watakuja kukutana na Allah jalla fi ula. Mpaka mtu anaona mvi zimekuja, ni salamu ya kwamba jiandae, muda ushawadia. Mpaka mtu hata yeye mwenyewe ukimuuliza,
kwa sababu mtu ashaenda miaka 80 90, mwenyewe tu anajua kwamba sina miaka mingi, lakini akili ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bado haipo. Haina maana ya kwamba wazee ndio wanaokufa tu bali mzee anakuwa amepata nafasi ya kutambua ya kwamba sina siku nyingi, ana nafasi ya kurejea kwa Allah. Lakini vijana wanakufa wakiwa wana matarajio marefu kabisa, yani anatarajia kwamba ataishi miaka 40 au 50, kumbe siku zenyewe zimeisha. Kwa hiyo ni bahati mbaya kwamba vijana wakifa anaweza akafa akawa hana maandalizi yoyote, kwa sababu kwa umri wake ana matarajio marefu ya kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuishi sana. Lakini Allah akakuruzuku mpaka umefikia katika umri wa uzee, miaka 60 70, jambo la kumshukuru Allah, ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na utakapokuwa sasa ushalitambua hilo, ni muda sasa wa kuhakikisha ya kwamba mtu anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anakuwa ni mwenye kumwabudu Allah, akitambua ya kwamba muda wote anaweza akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa wale ambao washakaribia, washafikia miaka hiyo, basi wamepata nafasi nzuri ya kuweza kujipanga kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ama wale ambao kwamba wanajiona wao bado ni wadogo, basi wao wana matarajio ya kwamba ni wenye kuishi miaka mingi, lakini kwa namna alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba suala la kufa haliangalii umri. Yani tukijipanga swafu, kama kuna zawadi inayotolewa ni kwamba aliyoko mbele ndiye wa kwanza kupata, lakini suala la kufa halina swafu maalum. Aliyoko mbele anaweza kuwa nyuma na wanyuma akawa mbele. Huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumchukua mtoto ambaye ndio kazaliwa na siku hiyo akamchukua, na akamwacha mtu ambaye ana miaka 90 100 bado akaendelea kuishi. Huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapoona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa nafasi ya kufikia katika hali hii, basi tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia nafasi kwanza ya kuwa ni binadamu. Angetaka angetuumba tukawa ni kuku au mbuzi, ambapo kila inapokuwepo sherehe, wewe muda na umenona vizuri, basi na muda wa kuchinjwa ushafika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia tukawa ni miongoni mwa watu ambao ni binadamu. Lakini haikutosha hiyo, Allah akatujalia tena kuwa ni Waislamu, kwa maana ametujalia tukawa tunajitambua ya kwamba sisi ni Waislamu, na tumeletewa nabii ambaye ametuelekeza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanayotakiwa tuyatambue na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutujalia kufikia nafasi hii ambayo tulioifika. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa si mzee sana, miaka 63, alikuwa bado ni mzee kijana, hajafikia ule uzee wa miaka 80 90 kaondoka. Na huyu ni miongoni mwa wale ambao kwamba waliokuwa ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuweza kuwepo mpaka umri huu, ni muda wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukitambua ya kwamba muda wowote akitaka sisi tuondoke tunaondoka.
innamal mar'u fi dunya ala khatarin, mwanadamu katika dunia hii ni mwenye kuwa katika hatari. Illam yamutu fil yaumi mata ghada, kama si mwenye kufa leo basi ni mwenye kufa kesho. Kwa hivyo muda wote tunatakiwa tukae kwa kujiandaa, tukijua ya kwamba muda wowote tunaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa tutakuwa tumejipanga kukutana na Allah, hatuwezi kuwa na wasi ikiwa tumejipanga. Lakini shida ni kwa yule ambaye kwamba amekutana na Allah hali ya kwamba maandalizi hayapo. Akiulizwa kwamba marabuka, anasema la adri, sijui. Man hadha alladhi bu'itha fikum, ni nani huyo aliyetumwa kwenu? Ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum, anasema hajui, kuonyesha kwamba maisha yake aliyokuwa aliishi maisha ambayo sio yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotutaka tuishi. Ni jukumu letu kila mtu, baada kunapopambazuka mpaka jua linazama, natakiwa kujifanyia tathmini ya kwamba kwa siku ya leo lipi nilolifanya la kumfurahisha Allah na lipi nilolifanya la kumchukiza Allah. Ikiwa uliyofanya ni ya kumchukiza Allah, inatakiwa tauba. Na suala la msamaha, huwa mtu anaona mwenye kuleta toba, msamaha ni mtu aliyefanya madhambi makubwa kama ya kuua na mengineyo. Lakini Mtume SAW ilikuwa kwa siku moja analeta msamaha kwa Allah mara 70 na mara nyingine mara 100 na zaidi ya hapo. Na huyu ndiye yule ambaye Allah amemsamehe madhambi yaliyopita na yajayo, lakini bado alikuwa kila siku anamtaka msamaha Allah. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Lakini kuna ile sayyidul istighfar ambayo mwenye kuisoma kama ni mchana na akafa siku hiyo, ashapata tiketi ya kwenda peponi. Kisoma usiku na ikawa ndio muda wako umefika, basi ni tiketi ya kuingia katika pepo ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hii ni sayyidul istighfar ambayo kila mmoja anatakiwa dua hii aijue na awe anamuomba msamaha Allah, na akitambua muda wote hapa sio nyumbani, hapa tunaondoka. Sasa lipi ambalo tulilojiandaa kukutana na Allah? Mbele yetu kuna pepo na mbele yetu kuna moto. Ima tuchague pepo au tuchague moto. Anaudhu billahi min dhalik. Anaipata pepo anaipata kutokana na juhudi ambazo atakazozifanya za kumwabudu Allah. Lakini hayo matendo pekee, sio kwamba una matendo ambayo kwamba unajihakikishia 100% kwamba ndio ya kuingize peponi, isipokuwa tunaingia kwa huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Mtume sana anasema hata yeye sio kwamba eti matendo yake ndio lazima, kwa haya matendo ni lazima niingie peponi, illa ayataghammadani Allahu min fadli, isipokuwa ni kwa kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hata huo moto haupatikani bure bure. Anayeingia motoni pia anafanya juhudi. Angalia kwamba mtu aingii bure bure. Mwizi atahakikisha ya kwamba anaenda anaiba na katokatwa mapanga. Juhudi hizo mtu anafanya ili kuingia katika moto wa Jahannam. Lakini pia mchawi anaacha usingizi wake,
ana kazi ya kupita kwenye majumba ya watu na kwenye maeneo ya watu, badala ya kusimama qiyamul layli, yeye yupo kwa ajili ya kuwawangia watu. Huoni ya kwamba ni juhudi kweli kweli mtu anafanya ili kuingia katika pepo, katika moto wa Jahannam? Kwa sababu badala ya kusimama qiyamul layli, mtu qiyamul layli yake ni kwenda kupita kwenye majumba ya watu, mara amejigeuza panya, mara paka, mara akajigeuza mjusi, kwa ajili ya kuleta madhara katika miili ya wengine. Na furaha yao ni pale ambapo atakapoona mwenzake ana shida, yani amempelekea madhara, amedhurika, basi ndio furaha. Hapati chochote isipokuwa ni roho mbaya ambayo watu wanakuwa nayo. Na kwa bahati mbaya ugonjwa huu ni mbaya sana. Mtu unaweza ukamuona amejivika sura ya uchamungu, waweza kumkuta ya kwamba amejiweka ya kwamba yeye ni shekhe au shekhat. Msikitini unamkuta kila siku, lakini huku kumbe ni mwanga. Utamkuta mwingine amevaa, amejisitiri, ni mwanamke, lakini kumbe ni mwanga. Utamkuta mwingine anajiweka kwamba yeye ni pasta au ni askofu au ni nani, lakini huku ni mwanga. Kwa maana hili ni gonjwa, haliangalii sura ya mtu, haliangalii nani, isipokuwa mtu akishajiingiza hivyo anaweza akajiweka ukamwona ni mcha Mungu, kumbe hana ucha Mungu, bali tayari ana gonjwa la ushirikina. Na gonjwa la ushirikina, madhambi haya Allah ameahidi kutosamehe ikiwa mtu atakufa bila ya tauba, kwa sababu umefanya dhulma na aliyedhulumiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma kubwa. Aliyedhulumiwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umechukua vazi lake, cheo chake, afu mtu anajivika yeye. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hilo hatosamehe. Lakini hatosamehe kwa nani? Kwa aliyekufa bila tauba. Lakini hata kama mtu alipitikiwa akamuasi Allah, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema kuwaambia waja wangu waliofanya uharibifu kwenye nafsi zao, fisadi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote kwa yule aliyemtaka msamaha. Aya nyingine, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah asamehe dhambi ya kushirikishwa. Utaona mbona za kinzana? Hazikinzani. Allah anasamehe madhambi yote kwa yule ambaye amemtaka msamaha na tauba, lakini ambaye hajaleta tauba, siku ya Kiyama Allah kwa baadhi ya waja waliomwasi Allah anaweza wengine akaamua kuwasamehe. Wewe ulinifanyia hivi na sasa nimekusamehe, ingia peponi. Lakini kwa aliyefanya ushirikina, huyo ni motoni milele, hakuna kutoka tena, kwa sababu aliufanya mpaka akaingia kwenye moto wa Jahannam, mpaka akaingia kaburini bila tauba, basi atambue ya kwamba huyu ni motoni milele. Kwa hiyo inasikitisha kuona Muislamu amevaa hirizi au mtoto wake amevalishwa mahirizi, lakini wewe unamwona ni Muislamu. Inakuwaje unafanya ushirikina? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza mambo haya. Ukitaka kumwomba Allah muombe, usiende kuomba makaburini wala kwenye miti. Allah yeye ndiye ghani. Ukitaka utajiri sio uende ngende ya kwamba ndio upate utajiri, au uende ukajiunge na Freemason au vyama vingine vya kichawi, hasha wakalla, bali Allah ndiye ghani. Unapotaka shida yako yote mwelekee Allah, na yeye ndiye ambaye mwenye kukusaidia kwa shida yote utakayokuwa nayo. Tutosheke na hayo. Muda uliobaki ni wa maswali, kwa yote atakayekuwa na maswali anakaribishwa. Ya Rasulullah.